Jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu ya Tanzania limeamua kwamba mashahidi namba 8 na 11 wanaweza kuendelea kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, huku likisema litatoa uamuzi baadaye kuhusu mashahidi wengine anaotaka kuwaita upande wa utetezi. Uamuzi huu umetolewa hii leo Ijumaa Agosti 21 mwaka 2026 baada ya mahakama kusikiliza hoja za Lissu pamoja na upande wa serikali kuhusu orodha ya mashahidi anaotarajia kuwaita katika hatua ya utetezi. Lissu akijibu hoja za mawakili wa serikali ameiomba mahakama isimamie msimamo uliowahi kutolewa wakati wa hatua za awali za kesi hiyo, akisema alipewa fursa ya kutaja mashahidi wake wakati wa hatua ya utetezi. Amesema suala la kutajwa kwa mashahidi lilianza kuwa na mgogoro tangu kesi ilipokuwa katika mahakama ya Kisutu wakati wa hatua ya awali ya maandalizi ya shauri hilo. Kwa mujibu wa Lissu, wakati huo alipoeleza kuwa alikuwa na mashahidi aliyotarajiwa kuwaita, hakimu Kiswaga alikataa kurekodi baadhi ya majina aliyoyataja kwa hoja kwamba angepata nafasi ya kuwataja mashahidi hao baada ya shauri hilo kufikishwa Mahakama Kuu. Lissu amesema baadaye aliwasilisha swala hilo mbele ya Mahakama Kuu na kupewa uhakikisho kwamba angepata fursa ya kuwataja mashahidi wake wakati wa kujitetea. Amesema kwa sababu hiyo anashangazwa na hoja ya upande wa serikali kwamba hakutaja mashahidi hao kwa wakati, akiongeza kwa majina hayo yapo katika nyaraka zilizowasilishwa mahakamani. Naomba mahakama hii iamue. Napendekeza nyie majaji msijikane kupitia msimamo wenu mlioonyesha kuwa nitapata fursa, amesema Lissu. Katika hoja zake, Lissu pia amepinga msimamo wa upande wa serikali kuhusu kutokuwepo kwa ulazima wa baadhi ya viongozi kuitwa kutoa ushahidi. Amesema hakuna sheria inayowazuia viongozi wa staff au viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama kuitwa mahakamani endapo ushahidi wao una umuhimu katika shauri. Lissu ametaja viongozi anaotaka kuwaita kutoa ushahidi akiwemo rais, viongozi wa zamani wa serikali pamoja na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Amesema hoja kwamba baadhi ya viongozi hao hawawezi kuitwa mahakamani haina msingi ikiwa hakuna sheria inayowazuia kufanya hivyo. Kwa upande wake, Rais Lissu amesema nafasi yake kama mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu haiwezi kuwa sababu ya kumzuia kutoa ushahidi iwapo ushahidi huo unahusiana na shtaka linalomkabili. Amesema shtaka analolikabili linahusiana na madai ya kuwa na nia ya kutishia serikali, hivyo anaona ushahidi wa rais unaweza kuwa muhimu katika kesi hiyo kwa kuwa rais ndiye anayesimamia serikali. Wakili wa serikali amesema kosa la uhaini haliwezi kusababisha mkuu wa nchi kuitwa kuja kutoa ushahidi mahakamani. Sasa mimi nasema acha asimsemee, aje yeye mwenyewe, amesema Lissu. Lissu pia amepinga hoja kwamba mtu mwingine anaweza kutoa ushahidi kwa niaba ya rais, akisema hakuna utaratibu huo wa kisheria. Amesema mashahidi anaowataka kuitwa wanapaswa kufikishiwa SAMAS kwa kufuata taratibu zilizowekwa na sheria na kwamba hakuna sheria inayotamka moja kwa moja kuwa viongozi hao hawawezi kuitwa mahakamani. Ameongeza kuwa iwapo mashahidi watakaotajwa watakataa kufika baada ya kuitwa kwa mujibu wa sheria, mahakama ina mamlaka ya kuchukua hatua zinazotakiwa. Kwa upande wake, wakili wa serikali Nasoro Katuga amepinga hoja za Lissu kuhusu majina ya mashahidi hao. Katuga amesema madai kwamba Lissu aliwasilisha majina ya mashahidi hao wakati wa hatua ya awali ya kesi hana msingi na kwamba alipaswa kuwataja katika hatua hiyo iliyowekwa na sheria. Amesema upande wa serikali hauoni umuhimu wa kuwaita baadhi ya mashahidi waliopendekezwa na Lissu, na pia amepinga hoja ya kuitwa kwa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, mahakama imesema kifungu cha 314 kinawaruhusu mashahidi namba 8 hadi 11 kuendelea kutoa ushahidi.
Kuhusu mashahidi wengine waliotajwa na Lissu, mahakama imesema itatoa uamuzi baada ya kupata muda wa kupitia hoja zilizowasilishwa na pande zote. Lissu ameomba mahakama iamue kuhusu mashahidi hao, akisema pia anahitaji kupata muda wa kushauriana na mawakili wake kabla ya kuendelea na hatua inayofuata ya kesi. Kesi hiyo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, na hii ni Global TV, inaitwa Onesmo Sangalali. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi. Global TV.